uhakika kama hapa ndo utakuwa mwisho wa kila kitu. Sijui, ila naamini kama hapa sio mwisho, basi litaandaliwa kaburi lingine liwe nukta wa hizi sentensi chafu za damu. Aya, shuka na nauli yako mkononi. Tumefika. Shuka. Aya, tembea mkulanga. Mwingine. Ona mzigo usishuke vivi mama. Wewe pandia mgongoni. Panda! Mzigo upewe heshima yake. Nipo tayari kufa kwa ajili yenu. Mwingine. Wewe una chochote upande mgongoni mwewe. Haina haja ya change. Muda ambao ungepoteza kutafuta change, uenda ungesoma hii karatasi ambayo nakupatia sasa hivi. Bye, uenda tukaonana. Oya kikofia! Baba! Pakia tondoke baba! Sawa. Nere, unamwamini huyu konda wako anaweza kumaliza tulichokianzisha? Basi fahamu wazi, sina mpango wa kuandika mirasi wala kuziko kwa muda huu. Hata mimi pia siko tayari kwenye juu ya hilo. Lakini mimi nilikuwa nafikiria kitu kimoja. Hebu acha tumwangalie Makoti namna gani anaweza kutufuta nyayo zetu zilizo na damu. Please. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana utajua ambao wema hawana. Kumbua moyo unaungua, sio mapenzi tena, ni roho kuiokoa. Usikute ule dada amenipenda, ndo maana ameniachia simu makusudi ili mradi anitongoze. Ameshindwa kuvumilia hisia zake. Hii ndo shida kuzaliwa mzuri duniani. Na yote kayataka baba. Ameshindwa kuzagamua vizuri. Nimetoka nimefanana na mama. Ila sio mbaya. Ila hii nafasi wangepata watoto wa Kinondoni wale wenye vipuli na wenye tattoo, wasingemwacha, wangemfuata mpaka mlangoni. Amekata. Akipiga tena wakisema tuonane, nivae boxer ipi hapa? Hapa. Boxer ipi ambayo ya piskali hii hapa? Well. Hello mlembo. Makoti, natumaini sasa hivi utakuwa umerejea nyumbani. Pole sana na kazi, konda wa taifa. Ya, asante sana mlembo. Wewe si ndio ule ambaye uliniachia change na simu kwenye daladala? Yes, ndo mimi. Okay, sasa yani wewe ni nani mwenzangu? Na kwa nini uliniachia change na simu? Oh. Okay, usijari. Utanifahamu taratibu. Lakini kwa sasa nilitaka nikuambie kwamba kuna hela nimeweka chini ya godoro. Arafu, kumbuka kufanya usafi. Nimefika leo, chumba chako ni kichafu sana. Kingine, usifikirie kuhama. Utaumia. Sijakuwa. Halo. Wewe. Mbona nichanganya tu? Najua mambo ya mapenzi na vitu vya ajabu. Ila vipi tena?
Mbona mnaela nitia mauzauza? Nani? Unajua fika kitu gani kimenileta hapa? Na leo sina maneno mengi ya kuzungumza. Ila kuna nafasi hizi mbili za kuchagua. Nipe hela sasa hivi, aidha umpishe udada ingie kwenye chumba. Sawa. Nipe dakika moja. Mambo yanapokuwa ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumbua moyo unaungua. Hapo si sawa. Ndiko unafanya hivyo siku zote. Sasa dada, nabidi utafute chumba sehemu nyingine. Halo. Hongera kwa kulipa kodi. Nimefurahia kuwa mwepesi wa kutumia pesa. Naamini utakuwa mwepesi wa kukamilisha kazi. Kazi gani? Halo. Wewe msichana? Okay. Wewe umejuaje kama nimetoka kulipa kodi? Wewe utakuwa jini nini? Oho. Makoti nimeshakuisha. Baba, shikamoo baba. Nasma, kabla ya kuanza siku yako, nataka uanze na hili nalotaka. Ukishindwa kufanya, utafanya mimi badala yako. Wewe ni baba yangu, nakusikiliza wewe. Uliniambia una mwanaume anataka kuoa. Na uliniambia ni nani? Lakini mpaka sasa hajakuja kusema lolote. Sasa nenda kamwambie, nataka mahali yako kesho. La sivyo, takuozesha kwa mwanaume ninayemjua mimi. Unaweza ukaenda. Unaweza ukaenda. Duchu. Wewe Duchu. Nini mama? Ndo salamu. Shikamoo mama. Ehe. Vipi kutunolea mapanga asubuhi? Maana ujue siku hizi sikuelewi wewe. Mama, kama vile ambavyo wewe unielewi, na mimi kuna mtu pia simuelewi vile vile. Ila leo nataka niende nikajue moja, labda uenda nikamuelewa. Huyo mtu ni nani? Mama, ni Nasma mama. Leo lazima achague moja, kati ya penzi langu ama kifo. La sivyo, ili panga mama lina mwanzo mwisho. Duchu, maneno gani hayo mwanangu? Mapenzi sio vita. Mama, naamini historia itanitaja binadamu wa kwanza kuyafanya mapenzi kuwa vita. Sifuri, mama. Duchu! Wewe Duchu! Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana
ndo utawajua ambao wema hawana. Hodi. Cheupe. Karibu ndani. Asante, nimechelewa sana kazini. Nikitoka nitaingia. Ila kwa sasa naomba unisikilize kwa makini mpenzi wangu. Niambie. Baba anataka mahari yake. La si hivyo ataniwezesha kwa mwanamume mwingine. Na mimi siko tayari. Sijui utafanyaje. Kama ni huba, bora ukope. Sasa fanya hivi. Wewe nenda kazini. Jioni ukirudi nyumbani utakutana na taarifa nzuri. Kweli? Kabisa. Kweli mpenzi wangu? Kabisa. Haya. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumba fumbua, moyo unaungua, sio mapenzi tena. Umefuata nini hapa? Otea, nimefuata mapenzi au nimefuata matunda? Nakusikiliza. Hii ni bahasha ambapo kuna makubaliano ambayo tumekubaliana, lakini wewe kwa makusudi ukaamua kuyavunja. Una muda mchache kuyasoma. Kwa heri, na kwa heri hii inaweza kuwa kwa heri ya milele. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumba fumbua, moyo unaungua, sio mapenzi. Nadhani nitakuwa mkuja na mahali. Mzee wangu. Hapo. Unajua tena sitaki kumpoteza binti yako. Nadhani siko sawa, sina haja ya kuhesabu. Imekamilika. Basi jipange, utaniambia lini nakuja kuchukua mwenzako. Sawa, haina shida. Basi mimi nitakachokifanya kabla kuja kumchukua nitakutaarifu kwanza. Haya, ulijipanga kijana sana. Mzee wangu, mimi nashukuru. Karibu sana. Wewe kichaa. Ndo mtindo gani wa kuwapamia watu wazima tena kwa makusudi? Uona nijua mimi vizuri nitakutia makofi wewe. Njia yote uioni mpaka unakuja kunipamia mimi. Na wewe tabia gani ya kutumia pesa ambazo umewekewa chini ya godoro kulipia kodi kisha umetoka kulipia mahali? Wewe umejuaje wewe mama? Achana na maswali. Ushatumia pesa za watu, sasa ni muda wa kazi. Bila shaka upo tayari. Mbona unachanganya kazi tena? Lola nini? Unanishangaa nini? Kamata begi, ndani ndo kuna vifaa vichache kwa ajili ya hii kazi. Kumbuka hii kazi si bure. Ushatumia pesa. Kazi njema.
Na nikiingia humo ndani napiga mapanga wateja wako wote, alafu kisha nafuata wewe. Naanza kuhesabu. 1. Kwa hiyo wewe, hii ndio maana njia sahihi ya kuonyesha wanaume wako? Uko timamu kweli wewe? Sikuja hapa kujibu maswali yako. Nimekuja hapa kujibu maswali yangu. Utaolewa na mimi au nifanye nachojua mimi? Fanya, wala sikuogopi. Umekuja na panga unataka kuniua? Haya niue, unasubiri nini sasa? Duchu, mimi siwezi kuwa na wewe hata niwe maiti. Unasemaje? Niache! Aha, naondoka. Ila wawili nyinyi mkikutana na mimi, ama zenu ama zangu. Asa wewe Makoti wewe. Wewe Makoti wewe. Mkikutana na mimi, isabuni kifo. Na wewe Makoti, ama zako ama zangu. Bora. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumba, fumbua, moyo unaungua, sio mapenzi tena, ni roho kuiokoa. Mapenzi kovu, ovu. Kazi yenu nimeshaifanya. Na Makoti ameleta mahali. Na maana ametumia pesa kama mlivyokuwa mkitaka. Kwa hiyo naomba binti yangu asiguswe kabisa. Asiguswe kabisa. Sawa. Nasma. Mbona leo umerudi kazini mapema? Kulikoni? Duchu tu baba. Ameniharibia siku nikaona nije nipumzike. Aha. Basi ngoja niende kwa wazee zangu kapate kawa kidogo. Baba. Samani. Nimesikia unaongea na simu. Ulikuwa unaongea na nani? Unasema nisiguswe. Ni kina nani hao? Jifunze kufunga mdomo wako. Ingia ndani, kafanya ndio tutakiwa kufanya. Bo. Unapokea simu. Kuna nini kinaendelea hapa? Lazima nijue. Au ngoja, niende kaona na Makoti. Niende kwake. Sikiliza wewe mshenzi. Lengo lako nimeshalijua. Unataka nikafanye kazi ya mauaji. Atasikia nikwambie. Mimi ndo Sterling Makoti. Mwamba Nondo, mwamba Stiliwaya. Pesa yako nimekula na hauna cha kunifanya. Ya unataka mimi niingie jela nikakutana manyapala kule. Na jinsi nilivyokuwa siwezi kukaza wakanishone mshenzi nini? Siwezi kufanya hiyo kazi yako. Yaani nimejitunza toka udogoni nije kufanya uzembe ukubwani mshenzi nini? Siwezi kufanya hiyo kazi. Makoti bana. Kuna mtu atakuja hapo. Yeye ndo atakayeamua. Ufanye kazi kwa pesa ulokula ama usifanye. Lakini kwa sasa naingia kazini kwenye pesa ile ambalo wewe ulitumia. Makoti, kazi yangu ni kuuza mwili. Hii ni ahadi ambayo niliiweka. Nitauza huu mwili wangu mpaka pale nitakapohisi kaburi linanihitaji. Kwa heri. Wewe
huu ni muda wa kazi. Tii kauli yangu kama unapenda kuendelea kuishi. Wembwa, shuka kwenye gari kabla sijakupasua ubongo. Shuka mshenzi. Naniletea mchezo wa kijinga mimi mwenyewe nimepinda vile vile. Shuka nimekwambia. Acha ujinga wewe. Hilo ni toy la kuchezea watoto. Tulikuwekea kama nyongeza ya kisu ambacho nina uhakika umekiacha ndani. Toy. Tazama siti ya nyuma. Umefanya nini? Amekufa. Amevunja kanuni zetu. Tumemhurumia sana. Tumeona bora afe kuliko aendelee kuteseka. Amekufa? Sio amekufa. Mbona unataka kutupa sifa zetu? Sema tumemuua. Sikiliza. Kazi yako ni moja tu, tena ndogo sana. Tunakwenda mahali unaushusha huu mwili kwenye gari. Baada ya hapo sisi hatutokuwa na neno na wewe tena. Na kwa kazi hii utakuwa umelipa pesa zetu. Upo tayari kwa kazi au na wewe tukuhurumie? Ya baba, huruma sio malezi. Nipo tayari kwa kitu chochote kile ndugu yangu. Ila tu hii naomba hii kesi sinianguke mimi ndugu yangu. Au sasa mbona mmoja wenyewe hamjafunika na kitu chochote? Utaniletea balaa huko. Fuata maelekezo nilokupa. Sawa baba. Makoti vipi? Mbona tushtuana ndugu yangu? Baba, wameniingiza kwenye mtego ndugu yangu na kuisha mimi ndugu yangu. Mtego? Mbona sikuelewi? Hebu nifuate kwanza. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumba, fumbua, moyo unaungua, sio mapenzi tena. Nini shida? Nimeingia kwenye mtego wa ishu ya mauaji ndugu yangu. Makoti, wewe na mauaji wapi na wapi? Yaani mauaji na wewe yanaanzaje? Makoti. Makoti. Najua uko ndani hujaenda kazini, mfungua basi mlango, nataka tuongee mpenzi wangu. Najua unashangaa sana. Maskini kapole. Sikiliza, Makoti hawezi kuwepo kwa sasa hapa. Yupo huko anahangaika na dunia. Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Hebu nipishe. Ona sasa, umeingia ndani hayupo Sasa ukitoka hapa, nenda kamtafute huko,
maana kashapagawa sasa hivi, kwa sababu swala la mauaji sio swala dogo. Mauaji? Unamaanisha nini? Ilo swali unalotaka kuniuliza, ukitoka hapa kamuulize babako mzazi. Afu kabla haja kujibu, muulize Neli ni nani? Alafu kisha nifahamu. Nafikiri hicho ulichokitenda hapa sasa hivi utakijutia ama utakifurahia. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumba fumbua, moyo unaungua, sio mapenzi tena. Kaka. Sikiliza kaka Duchu, hata ukienda kuua haitosaidia kitu. Hata kama ni kweli amemuua mama, sio suluhisho. Acha wewe, sitaki kujua awe Makoti ama Nasma, wote watazikwa. kaka, nakuomba usimfanyie ubaya wa binti. Yaani bwana Makoti wewe mzinguaji sana wewe. Eti unasema umeingia kwenye issue ya mauaji. Yaani kipindi kile nilikuwa nikichinja tu kuku pale. Wewe unaogopa, unatetemeka. Sasa eti leo unaniambia kwamba nimeingia kwenye issue ya mauaji. Wewe unaweza wewe? Hata kuua jongoo wewe ulikuwa unaogopa hadi sasa hivi. Nakuja dakika moja hapo. Ndio, yupo hapa. Nakusikiliza. Utakachokisema ndicho nitamfanyia. Kaka, nakuomba usimfanyie ubaya wa binti. Laiti kama moyo wangu usingekuwa una chembe mapenzi juu yako, basi mikono yangu ingemwaga damu yako. Naomba uniambie, kwa nini Makoti kaniulia mama yangu? Unasemaje wewe? Kwa nini Makoti kamuua mama yangu? Nini? Makoti alifanya nini? Hapana. Hapana, Makoti hawezi, Duchu. Makoti hawezi kuua. Hapana jamani, Makoti hawezi. Duchu, Makoti hawezi kuua. Makoti yangu hawezi kuua. Na ndo kashaweza hivyo. Kwaheri. Wewe Duchu. Duchu. Kazi yenu nimeshaifanya. Na Makoti ameleta mahali. Na maana ametumia pesa kama mlivyokuwa mkitaka. Kwa hiyo naomba binti yangu asiguswe kabisa. Asiguswe kabisa. Sawa. Nasma. Mbona leo umerudi kazini mapema? Kulikoni? Duchu tu baba. Ameniharibia siku nikaona nije nipumzike. Basi ngoja niende kwa wazee zangu tupate kahawa kidogo. Baba. Samani. Nimesikia unaongea na simu. Ulikuwa unaongea na nani? Unasema nisiguswe. Ni kina nani hao? Jifunze kufunga mdomo wako. Ingia ndani, kafanya unachotakiwa kufanya. Bo. Inawezekana Makoti pesa za mahali amepata kwa kufanya mauaji? Shija. Ndio kama hivyo. Kila kitu kwetu kimeanza upya. Na awamu hii
kila kitu kwetu kimekuwa ni sifuri. Sifuri? Kwa nini imekuwa sifuri Shija? Ina maana alipotua nchini alibaki kuwa hai? Ndio. Neli yupo hai. Inasemekana ana mwaka 1.5 sasa hapa nchini. Amenishikilia na ameanza kunitishia nimfanyie kazi ili binti yangu Nasma awe salama. Huyu binti mshamba tulomtoa kijijini amekuwa tishio kiasi cha kwamba kukutuma wewe umfanyie kazi. Ni kazi gani alokutuma umfanyie Shija? Amenilazimisha kumfanya kijana anayempenda binti yangu kulipa mahari. Nadhani pesa hiyo atakuwa alipatiwa na Neli ili aingie katika mtego. Huyu kijana ni nani? Na ana nini kiasi kwamba Neli akubali kuanza naye? Sijui. Ila nimekuita hapa ufahamu kabisa kuwa Neli yuko hai. Na yupo karibu kabisa na sisi. Na sijui ana mpango gani. Kuwa macho. Kwa hiyo. Haya. Makoti, inabidi uoge, ujiandae, utoroke hapa. Labda unaweza kuwa salama. Sawa, basi naomba unisaidie kutoroka na Nasma sababu siwezi kumwacha nyuma. Makoti, acha kuendekeza mapenzi. Wewe unataka kuwa salama? Inabidi uondoke hapa. Ndio. Ila lazima Nasma pia awe salama karibu yangu. Hata sikia. Ingia ndani pale kwenye shoke cha TV. Nenda kachukue kiasi kidogo cha pesa ambacho utakitumia kama nauli. Au pesa unayo? Hapana, si. Adga. Edgar ndo mambo gani sha? Edgar. 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 Edgar nini tena hii jamaa? Edgar. Edgar. Edgar mambo gani? Makoti, umemfanyaje mume wangu? Itakuwa ni yeye. Makoti. Ni yeye. Ni yeye ndo alohusika na kumuoa mwanamke, ni yeye. Nani huyo? Nasma anaita kwa yuko hatari. Nasma. Ovu, mapenzi uolevu, kisasi haki, huruma wala hakitaki. Sifuri, mama, sifuri, sio salama, sifuri, bora lawama. Hali sio nzuri mpaka sasa. Wakazi wetu wawili kwa sasa ni marehemu, na muhusika wa mauaji yao inasemekana ni mtu mmoja tu, Bwana Makoti. Namfahamu Makoti, hawezi. Makoti ni kijana mwenye masiala mengi sana. Inawezekana vipi anaingia kwenye utata kama huu? Ndio hivyo sasa, nimekuita hapa kukupa hii taarifa ili mimi na wewe tuamue kama tunamuingiza hatiani au la. Na kufahamu, nini umeamua? Fungu limetoka. Mzigo kutoka kwa nani? Anaitwa Neli kama sikosei. Ndo ametoa fungu hili ili mimi na wewe tuwathibitishie polisi kuwa Makoti ndo muhusika wa mauaji hayo. Maskini kijana wa watu. Aya, lete hizo hela. Cha kuhofia ni nini? Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua
ambao wema hawana. Fumba, fumbua, moyo unaungua, sio mapenzi tena. Wewe, Nasma. Nasma. Mapenzi kovu, ovu, mapenzi uolevu, kisasi haki, Ngoja sema chochote. Mungu nihakikishie kwanza wewe sio muuaji mpenzi wangu. Ongea. Nataka tuhame hapa. Ondoke. Huu ni mtego. Umeniweka kwenye mtego, Nasma. Hiwe kweli ni mtego. Mimi niko tayari kuondoka. Lakini sije ikawa kweli. Niamini mimi. Ondoke kwa sasa. Mambo yakiwa mazuri tutarudi. Kwa ajili yako niko tayari kuondoka kwetu bila ruksa. Bila ruksa vipi wakati mimi mahali nimeshatoa? Hapo hapo. Pesa za mahali ulitoa wapi? Nasma, tutaongea. Mfanya kwanza tuondoke, Nasma. Hivi unanielewa lakini? Pesa. Kuja nikachukua vitu vya muhimu na kuja nisubiri hapa dakika moja. Changamko, changamko. Baba. Nini hiki? Nini hiki baba yangu? Hapa chumbani kwangu. Kwa nini siwe nje? Kwa nini sio mbali na hapa baba? Nasma, haina haja ya kulalamika. Kila kitu kina sababu yake. Hichi unachokiona hapa nachofanya na babako sio starehe, bali ni malipo ya dhambi alizozifanya. Akitoka hapa atakwambia ni dhambi gani ambazo amezifanya. Don't cry. Nasma binti yangu. Unataka kusema nini baba? Mimi naomba niondoke. Naomba niondoke baba. Ni kweli nitenda dhambi huko nyuma. Ametaka nilale naye ili aniambukize virusi vya ukimwi alivyonavyo. Na mimi ndio sababu ya yeye kupata ukimwi. Baba unaongea nini wewe? Sina muda wa kurudia maswali. Naomba nipumzike. Kuwa makini mwanangu. Baba nini baba? Baba. Mzee. Mzee. Baba. Ilikuwaje? Baba. Makoti. Baba. Mzee. Amekuaje? Makoti. Namba. Namba nipo hapa. Makoti. Mimi naondoka. Mbona usikuelewi jamani? Useme hivyo. Hakikisha Nasma anakuwa salama. Useme hivyo. Mtafute Bonge mama. Baba. Baba amka. Baba. Baba amka baba. Baba amka. Ndo hapo Baba. ilipozaliwa Baba. yakiwa magumu sana. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama na
yakiwa magumu sana, ndo utawajua ambao wema hawana. Fumba, fumbua, moyo unaungua, sio mapenzi tena, ni roho kuiokoa. Mapenzi kovu, ovu, mapenzi uone. Kama tulivyokubaliana, siku 2 zimepita, nimemzika mamangu na nyinyi wote mashahidi. Edgar kafa na babake Nazma naye amekufa vile vile, na chanzo kikubwa cha mauaji haya yote ni Makoti. Yeye ndiyo mhusika mkubwa wa mauaji, kama vile ambavyo mke wa Edgar amewathibitishia. Wazee, tunapoteza muda. Nasikia polisi wanamsaka ile mbaya mtaani, na wakimshika ataenda jela kupumzika. Na hilo ndilo tunalotaka sisi kama wakazi wa hapa, tuliofiwa na ndugu zetu wa karibu. Hatutaki Makoti aende jela. Tunataka Makoti tumkamate kwenye mikono yetu sisi wenyewe, afie hapa kwenye mikono yetu. Au mnasemaje wanangu? Tukitoka hapa tukumsaka, roho yake ni halali yetu. Oya, haina kushangaa kama vipi tuondokeni, au sio? Nasma na mwanzo mimi nieleza nimewaelewa. Lakini sijui mna mpango gani? Maana wako mtaani, polisi nasikia wanamtafuta sana Makoti. Na kingine Nasma, babako amezikwa kama ilivyotakiwa. Kwa hiyo sio na wasiwasi binti yangu. Makoti. Makoti. Uko busy tunakula, usikima mdogo anatuongelesha. Nimesikia kila kitu ila ni njaa tu. Babako kabla hajafa alisema tumtafute bunge mama. Yeye ndo atakuwa msaada wetu. Ndio nani? Mimi simfahamu. Mimi pia simfahamu. Ila kwa nini ya mambo yote yaelekezwa kwako Makoti? Una ugomvi na mtu? Au una kisasi na mtu? Sina. Ila sababu ya yote ni yule mwanamke shetani. Kama unamjua yule mwanamke, kwa nini unayaruhusu haya yote? Si umkabili? Hakabiliki. Yaani ni hatari wewe mtu mama. Yaani lazima tutafute namna ya kumkabili, ila ingiliki kila rahisi yani. Kweli hatuwezi kumkabili. Itabidi tufanye kama alivyosema baba. Tumtafute. Wewe ni makini. Na mimi niko upande wako. Nasma, unajua kwenye simu ya babako hatuwezi tukakosa namba ya yule bunge mama. Ni wazo zuri. Kila Makoti. Mimi ni yatima ujue. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Utakuwa yatima, ila sio yatima wa mapenzi. Kama upo na mimi siwezi kukuacha. Kwa sasa mtuhakikisha tunalimaliza ili kwanza mama. Sawa? Kwa hiyo itabidi turudi nyumbani. Ni lazima turudi nyumbani kwenu, tukatafute simu. Ila sio salama najua. Ila lazima tumpate bunge mama. Maana tuwezi kujua nani atakufa tena. Huenda nikawa mimi ama wewe au mtu yeyote yule karibu yetu. Ila kama unaishi sio salama sana, basi wewe baki, mimi nitaenda. Hapana. Mimi ndo napajua nyumbani kwetu. Lazima tuende pamoja. Umefikia wapi? Kwa kweli sijamaliza. Kwenye orodha ya wale watu wamebakia watu 2 na mpaka sasa hivi sifahamu wamejifichia wapi. Lakini na uhakika Makoti atanionyesha. Kivipi? Ili Makoti ajitoe kwenye hatia ya mauaji, inabidi afanye kitu.
Hicho kitu kitanisaidia mimi kumpata mtu wangu. Nahitaji wote waliohusika kwenye huu mpango wafe. Ni hatari sana Neli. Ila Makoti je? Makoti akinisaidia kuwafikia wale watu ambao mimi nawahitaji, pia na yeye atakufa. Hana maana tena. Hivi unakumbuka vizuri kama ule usiku na yeye pia alihusika? Neli, lakini alikuwa hajui. Hata kama kifo cha pacha yangu kitalipwa na kila mmoja. Unanielewa? Simu baba inawaka. Imeshachaji tu, tutachaji mbele kwa mbele tu. Baada ya kufanya ulichokifanya kwa mama yangu, ulifikiri utanikimbia? Leo umeyatimba. Makoti kimbia. Oya, unasubiri nini? Kama tani wewe. Hapo. Mzee. Vipi nyinyi wazee? Tumemkosa. Sio kimbilia wapi yani? Aha, mmemkosa. Ya, namalizana naye huyo. Sina hela ya kumlisha mwanamke anayeshirikiana na muuaji. Utakula na kulala siku 3. Makoti kama hajapatikana, na lile kaburi niloliandaa kwa ajili yake, utaingia wewe. Oya, tutasema na huyu sasa. Duchu, nikwambia mara ngapi kama Makoti sio muuaji? Una haki ya kuongea na mimi. Tunaondoka wote. Wewe Duchu nini? Wewe Duchu. Bibi mzee. Mzee, samani, nilimkuta mama mdogo wa Nasma. Bibi mkubwa anatoka. Sawa, sinaweza nikaingia lakini. Mzee, utaingiaje kama mimi sikufahamu? Alafu mimi mgeni. Alafu kuzingatia huu usiku mwanangu. Alafu mimi nikuruhusu ingie ndani. Itakuwa kipengele mwanangu kuingia hapa. Mimi sijapewa ruhusa ya kumuingiza mtoto ndani. Sawa, basi mpigie simu, naomba mpigie simu niongee naye. Mwambie mimi ni Makoti. Mwanangu wewe jao usiku tena mambo ya simu. Samahani ndugu yangu, nakuomba tafadhali. Alo mama. Mamangu kuna shida. Tatizo gani? Nasma naye yuko wapi? Nasma yeye ameamua kubaki. Nisikilize wewe kijana. Nikirudi nisikukute kama haupo na Nasma. Naomba uondoke hapo. Mama mdogo. Mama mdogo. Mpigie tena basi ndugu yangu. Si umesikia cha kujibu hapo? Ufana katana nimpigie. Amesema rudi basi kukute. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumbua moyo unaungua, sio mapenzi tena, ni roho kuiokoa. Mapenzi kovu ovu. Huwezi kuwa maiti kabla sijapata ladha ya binti alionikataa.
Duchu, unataka kufanya nini? Oh, sorry. Hold on. Tulia. Hata usimlaumu. Haukunipa taarifa kuwa unataka kuburudika. Mimi ningefahamu hili, wala nisingekuja. Ningekusubiri ufanye mambo yako afu ndio kisha nije. Lakini kwa kuwa nimesha kuja hapa, naomba mtu wangu. Wewe ni nani? Na unajiamini nini kuingia kwenye geto la Duchu? Mama yako mzazi ananifahamu vizuri sana mimi ni nani, lakini kwa bahati mbaya amefariki. Laiti angekuepo hapa, ili swali angelijibu yeye. Ila usijali, utanifahamu. Afu unisimame. Kumbe na yeye ni mwoga eh? Duchu, siwe hivyo bwana. Mama yako mpaka anafariki, hakuwahi kuwa mwoga kuua wenzie. Una maana gani? Muda ukifika, maana itajileta kwako yenyewe. Usiwe na haraka nayo. Nasma, simama. Simama bwana. Usiogope binti, mimi ni Zimwe nikujualo, huwezi kuisha. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumbua moyo unaungua, sio mapenzi tena, ni roho kuiokoa. Mapenzi kovu Ona sasa, unakurupuka kama kichaa. Sema nini? Usijali. Mimi nipo tayari kupoteza vipindi vyangu shuleni. Elimu yenyewe haina mwisho. Na maana mimi nilala hapa. Mwaka nimeanza kuwa kichaa. Shukuru Mungu umeamka hai. Sasa sikia, nimeagizwa na mdada mrembo aitwaye Neli. Amekupa siku 2 tu. Umpelekee bonge mama akupe Nasma wako. Nje ya hapo, uende ukachukue mwili wa Nasma wako ili ukaufanyie mazishi. Kwa heri, mimi nawahi masomo. Hapa lazima nihakikishe ndani ya siku 2 nimpate bonge mama. Kumbe baba Nasma tumsifu bi, yani manaki ni bonge mama. Halo bonge mama. Mimi Makoti nimeelekezwa na mzee Shija nikupigie. Sikusikia unasema dukutane wapi? Halo? mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana.
Unajua nini Nasma? Mi hupendelea sana kuja hii sehemu kuangalia picha za marehemu mdogo wangu. Vipi? Unataka kumuona? Najua unaniogopa. Ila usiniogope. Mimi ni mwanamke kama wewe. Ila dunia ndio imenifanya kuwa hivi. Kabla ya kuwa hivi, mimi nilikuwa binti mzuri sana. Ila historia ya maisha yangu iliharibiwa tu pale nilipokutana na Mama Duchu. Mama Duchu? Kwani nini kilitokea? Unajua nini? Mama Duchu ndiye sababu ya hili. Kweli tena Nasma. Huenda bila yeye pacha yangu asingefariki. Wala mimi nisingekuwa mwasilika. Kwani ilikuwaje? Unataka kujua? Ndio. Usijali, usiwe na haraka. Hata wewe pia utaionja ladha ya kumpoteza mtu unayempenda. Najua umeshampoteza baba na mama yako. Unajua anayefuata ni nani? Makoti. Makoti, polisi ni wanakusaka sana. Njoo kwanza tusungumze. Hivi ile siku ulimaliza kazi kweli? Kazi gani? Makoti. Ina maana ukumbuki? Yule binti aliyokuta amekufa akiwa barabarani akiwa uchi. Bro, vipi? Mbona kaka na chumba cha mama? Tulia dogo. Saidi, tulia. Alisema mama anamjua vizuri. Hebu angalia hii picha. Ni kweli. Mama anamjua huyu mwanamke mshenzi. Na hii bastola imefuata nini chini ya kitanda? Bado sijakuelewa brother. Basi tufanye Saidi, wewe ni mwema sana. Uelewi kuhusu hii bastola. Huyu mwanamke unaomwona katika picha amemchukua Nasma kibabe sana mdogo wangu. Anaonekana ni hatari sana. Ila ile kauli yake alioniambia mama hajawahi kuogopa kuua mpaka anakufa imenishangaza sana. Ina maana mama alikuwa muuaji? Bro, acha ujitafutia laana. Mama ndo tunamfahamu. Hawezi kufanya mambo hayo. Hapana, simfahamu vizuri mama mimi. Kama ningekuwa namfahamu vizuri mama, ningejua kama anamiliki bastola na mambo yake mengine nyuma. Bro, kuna kitu kimejificha hapa mdogo wangu. Lazima nijue mama amejuanaje vipi na huyu mwanamke kwenye hii picha. Kuna lazima huo kaka. Kama huyu mwanamke ameweza kuninyoshia bastola, basi inawezekana amehusika na kifo cha mama yangu. Hayo ashaisha kaka. Usitafute matatizo mengine. Sitaki kukupoteza na wewe baada ya mama. Hakuna kilichoisha. Lazima huyu mwanamke anipe jibu. Kwa nini picha yake ipo chini ya kitanda cha mama yangu ikiwa na bastola?
lazima niambie ukweli, nitapata jibu. Wewe. Ina maana kuna kitu nilifanya huo usiku kwa yule binti ambaye mwili wake ulikuta barabarani. Makoti, muda wa kukukumbusha haupo. Ila tu nataka nikwambie kuwa hali sio shwari. Pacha wa yule binti amerudi mjini kuja kulipiza kisasi cha ndugu yake. Kuwa makini maana unahusika. Ela, mimi bado unanichanganya bwana. Sikia, mimi ninachoamini mimi sihusiki na kitu chochote na nipo tayari kukuthibitishia hiyo. Huwezi Makoti. Kuwa makini tu. Karibu nyumbani, tunaenda. Ila subiri basi kidogo hapa nikakoje. Sikiliza Nasma. Hapa nilipo mimi ni mwathirika wa ukimwi. Unataka kujua kwa nini nilala siku ile na marehemu babako? Ile ilikuwa sehemu ya malipo. Baba yako anahusika mimi kuwa mwathirika. Yeye ameshalipa, ila bado wengine. Bado nakwambia. Hapo. Nilitaka kusahau. Unataka kujua nini kilitokea kati yangu mimi na Mama Duchu? Kwanza Mama Duchu ni marehemu. Hiyo ni kazi ya mikono yangu. Sikia ilivyokuwa. Karibu nyumbani. Asante mama. Lakini mama, mbona hapa kama sio nyumbani? Ndiyo, hapa sio nyumbani. Ila itabidi ufikie hapa, alafu kesho tutaona ni namna gani uanze kazi. Mimi hata leo niko tayari kuanza kazi nyumbani kwako. Sikia Neli, vumilia hapa kwa leo. Karibuni. Naomba mnisaidie jamani. Naomba mnisaidie msaada. Kaka, naomba unisaidie. Nini kiliendelea baada ya hapo? Kama nitapata muda wa kupoteza na wewe tena, nitakwambia kilichofuata. Hey. Usinifanye mimi kama mtu ambaye nimerukwa na akili au sina akili timamu. Baba, anayejua wapi Nasma tumemweka ni mimi na wewe. Ni mimi na wewe. Eti sasa hivi Nasma haonekani. Ina maana nitakuwa nimemtorosha mimi mwenyewe? Jibu linakuja ni hapana. Naomba uniambie Nasma umempeleka wapi kabla sijabadilika sura yangu ya pili. Kila kitu ulichosema nimefanya. Sasa leo nawezaje kugeuka na kumtosha Nasma? Kwa lipi? Eti Neli, mimi pesa leo Nasma ametorokaje?
Nilikupa nafasi ya kurekebisha makosa yako ili uwe salama. Naona unajisahau. Tena unajisahau. Sasa unachotakiwa kujua, nikitoka hapa naenda kuichakaza familia yako. Na unajua fika kwamba familia yako ipo katika mikono yangu. Na nikijua kuwa kwamba wewe ndiye unayehusika kwa kumtorosha Nasma, nafikiri unanifahamu. Dada samani, usiogope. Sisi ni maafisa jeshi la polisi. Kuna mtu tunamtafuta, amepita hapa nakimbia. Amevaa shati jeupe. Umetuonea ameelekea wapi? Hapana, sijamuona. Haujamuona kabisa? Dada. Haujamuona kabisa? Dada, picha yake hapa. Picha yake hapa. Umjui kabisa? Hapana, sijamuona. Hujamuona kabisa? Sijamuona. Masalia. No time bro. No time. Toka washapita. Kwa nini polisi wanakukimbiza? Wewe ni mwizi? Hapana, mimi sio mwizi. Ila Asante kwa msaada wako, naomba niondoke. hujaniambia kwa nini wanakukimbiza polisi. Yaani ni hila tu za watu yani. Yaani watu wamtengenezea madrama ambayo hayaeleweki. Sawa, kwa heri. Mambo nisaidie kofia na viatu. Kuwa mtulivu Nasma. Upo mikono salama. Kama nipo sehemu salama, si uniache niondoke. Hatua zako nje ya chumba hichi zinaweza zikakupeleka kwenye mauti. Nisikilize. Najua una njaa sana, inabidi ule. Kisha nahitaji kuzungumza na wewe. Nitakwambia ni kwa nini nimekutoa kwenye mikono ya Neli na kukuleta hapa. Niambie kwanza. Niambie. Kula kwanza. Mimi natoka, nikirudi nitakwambia. Mambo yanapokuwa ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumbua moyo unaungua, sio mapenzi tena, ni roho kuiokoa. Mapenzi kwangu mchele imekaa, watu hawawezi kuvaji. Wewe dada! Dada! Tembea bwana! Mrembo nimekaa hapa, kuleta vinywaji. Leta! Mimi ndo Neli. Kama ujue mimi ndo Neli, watu wananiita Neli, ndo mimi. Leta bia, leta bia, leta bia. sio salama.
Hivi Nelly, unajua ni gharama kiasi gani zimetumika kutoka katika yale mateso? Na kama kisasi kimekushinda, ni bora tufungashe turudi kijijini. Hebu nisikize vizuri Helen. Siwezi kurudi kijijini mpaka pale nitakapomaliza kisasi changu. Ikishindikana kurudi mimi mwenyewe, nyinyi mpo mtanisaidia kurudisha mwili wangu. Unajisikia unachokiongea wewe? Umechanganyikiwa Hebu sema tuondoke, maana hata hizo pombe unazokunywa sio dawa ya mawazo yako ulikuwa nayo mwanamke. Hivi wewe wapi wewe? Wewe Mbwinde? Yaani wewe unaniuliza mimi wapi? Kwani wewe ni wa wapi? Wote si tumetokea huko kwa Mbwinde. Kwa hiyo leo unapakataa kwenu Hebu nyanyuka tuondoke. Kwa Mbwinde? Nini? Mr. Kwaniache Mr. Kianesha basi. Niache Mr. We Makoti, hadi huku ina maana polisi wameshinda kukamata? Njaa inaniuma na hisi kufa. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumbua moyo unaungua, sio mapenzi tena, ni roho kuiokoa. Mapenzi kovu, ovu, mapenzi uolevu, kisasi haki, huruma wala hakitaki. Sifuri, mama, sifuri, sio salama. Sifuri, bora lawama. Sifuri, sifuri, mama. Tena mkate. Umenipa nini? Umenipa nini? Tunaweza kuzungumza kwanza? Ongea, halafu niache nitoke hapa. Nimechoka mimi kukaa hapa. Nimechoka. Kwanza nataka ufahamu kwa nini nimekutoa kwenye mikono ya Nelly na kuleta hapa. Sababu gani? Sababu wewe ni binti yangu. Nini? Wow. Umeamka. Sasa ni muda wa kazi.
naamini sitakuumiza sana ikiwa utajibu kila swali kwa ufasaha. Wewe unataka kufanya nini? Wewe Sikiza Nasma, muda wa kukubali ama kukataa kama yeye ni binti yangu haupo. We mzee wewe, subiri, naomba uniache niondoke. Nitakuacha uondoke, ila kwanza nataka ufahamu kwa nini mimi nafanya kazi chini ya Neli. Sababu ipo binti yangu. We mzee chizi Ushaona mimi ni mtoto mdogo? Hapana, nafahamu wewe sio mtoto. Ni mtu mzima kabisa. Ila mimi na baba yako unimfahamu wewe. Tumeanza kufahamiana miaka mingi nyuma. Unataka kusema kwamba mama yangu alimsaliti baba yangu ndio nikapatikana mimi nikawa mtoto wako? Ipo hivyo. Najua ni ngumu kuamini, lakini inabidi ukubali. Subiri. We mzee ni mshenzi unajua. Mbona unashirikiana na Neli ambaye ndio sababu ya babangu mimi kufa? Kama unafahamiana naye muda mrefu. Sababu ipo Nasma. Mimi ni mwenyewe sifanyi kazi kwa kupenda. Neli ameshikia familia yangu, mke wangu na watoto wangu wawili ambao wewe ni ndugu zako. We mzee wewe, unataka kusema? Ndiyo, hao ni ndugu zako wa damu, tena ni baba mmoja. Lengo langu nataka unisaidie ama uwasaidie ndugu zako kuwatoa kwenye mikono ya Neli. Alafu unafanya kazi gani ikiwa umeshindwa kuwasaidia watoto wako mwenyewe? Mimi sina muda mrefu wa kuishi. Waanzilishi wa haya mambo yote muda wote waanza kunipoteza. Ndio maana nataka ujue kama mimi ni baba yako na hao wanaoshikiwa na Neli ndio ndugu zako halisi. Unaweza kubaki hapa duniani. Hao ndio ndugu zako. Hapana. Siwezi kuamini kama wewe ni baba yangu. Nipo tayari kwenda kupima DNA na wewe. Hospitali yoyote unajua wewe. Ila nipe ahadi kuwa utawatoa ndugu zako kwenye mikono ya Neli. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumba fumbua. Nitakuuliza mara moja. Ukijibu kama inavyotakiwa, basi itakuwa vyema kwetu sote. Nje ya hapo, nitaendelea kufungua suruali yako na kukata kinachotakiwa. Mama usijali. Nitakujibu kila kitu mama. Kila utakachoniuliza nitakujibu. Ila achana na ila zako. Swali la kwanza, kwa nini umefanya mauaji ya Mama Duchu? Kumbe na maana wewe ni mpelelezi. Muda ulipokuwa umenificha pale ulikuwa unanijua. Naona umesahau nilichosema. Unatakiwa kujibu na sio kuuliza. Jamani, tunaongea vizuri tu. Usinifanye Jibu ulichoulizwa. Mimi sihusiki na chochote. Yaani nilipewa tu kazi ya kushusha ule mwili. Nani alikupa kazi? Neli. Neli. Kwa hiyo Neli ana jina moja? Namjua kwa jina hilo hilo tu la Neli. Ulilipwa sio? Walinilazimisha kunilipa. Ukapokea. Nakwambia wamenilazimisha. Kwa hiyo nahisi mimi nimefanya mauaji Mimi sihusiki na chochote. Mimi mwenyewe hapa nipo katika wakati mgumu wa kujitoa katika hili janga ili niendelee kuishi katika maisha yangu ya kawaida. Mimi ni konda tu na naipenda kazi yangu. Yaani mimi najikuta tu mara anakuja huyu mnanifanyia vitu vya ovyo. Basi kama nataka kuniua niweni. Maana mimi hata siwaelewi. Mimi nilikuwa tu ndani nashangaa mtu ananiambia nichukue hela. Mara sijui nini mnanifanyia matatizo ambayo mnajua wenyewe niweni sasa. Una hasira sana. Basi sawa.
Hata mimi pia nina hasira kumaliza kazi yangu. Nachotaka kujua mauaji ya Mama Duchu, Edgar na Mzee Shija yamefanyika vipi? Na mimi sihusiki na sijui chochote. Neli ndo anajua kila kitu. Ninachojua mimi tu inabidi nimtafute bonge mama ili anipe msaada kutoka kwenye haya matatizo. Kwa sababu babake Nasma alisema nimtafute bonge mama. Yeye ndo atakuwa anajua haya yote. Ndio hivyo mzee mwenzangu. Kijana hapa alinifuata akanieleza juu ya binti yako. Mara ya kwanza nilivyokuja ulinieleza unahitaji kumuona kijana. Leo nimekuja naye. Kijana mwenyewe ndio huyo hapa. Nafahamu, anaitwa Mr. Magomba. Ni mtu mstaarabu, namwona msikitini anasali pale. Sawa sawa. Ni mtu mtaratibu, mpole. Kwa hiyo anafaa kumua binti yangu. Karibu sana. Asante sana baba. Nimeshakaribia. Asante sana. Karibu sana mwanangu sana. Asante baba. Karibu mno. Sasa kabla mjaondoka, mnatakiwa mpate kitu chochote. Kwa mila zetu, desturi zetu, lazima mpate kidogo taftai. Shukrani sana mzee. Mama Salma. Beme wangu. Mwambie Salma waletie juisi wageni. Sasa unajua vijana wanataka kufahamiana. Sawa sawa. Tena ni sheria kinyumbani. Hivi ile bastola iliingiaje chumbani kwa mama yangu? Wewe ni nani? Na unajiamini nini kuingia kwenye geto la Duchu? Mama yako mzazi ananifahamu vizuri sana mimi ni nani, lakini kwa bahati mbaya amefariki. Laiti angekuepo hapa ili swali angelijibu yeye, ila usijali, utanifahamu. Afu unasimama. Na yule msichana Neli walijuana vipi na mama yangu? Vipi kutunolea mapanga asubuhi? Maana ujue siku hizi sikuelewi wewe. Mama, kama vile ambavyo wewe unielewi, na mimi kuna mtu pia simuelewi vile vile. Au kweli mama alikuwa anashirikiana na majambazi? Ustazati, umefuata nini hapa? Naweza kukaa? Jibu kwanza swali, umefuata nini? Sawa, naweza kukujibu lakini nikiwa nimekaa. Pita ukae. Mbona uongei sasa? Duchu, hali yako kwanza. Hali yangu inakuhusu nini wewe? Ongea kilichokuleta. Kilichonileta hapa Duchu ni mapenzi yangu juu yako. Nimekuja kukujulia hali mwanaume nikupendaye. Unajua hata nyumbani pia kazi sifanyi, yani sieleweki kwa sasa. Hiyo tu kwa sababu ya hisia zangu juu yako na kupenda Duchu. Acha kuota wewe. Mimi mbona hata sikupendi mbona? Unalazimisha au? Sikia, nina mambo mengi ya kufanya. Kwa heri naondoka. Afu wewe usiniletee mazoea, sitaki shobo. Umesikia? Ulimwengu wa mapenzi unasema kuwa kofi la mpenzi haliumi, ila mimi naumia Duchu.
Utanipiga makofi mangapi? Jaribu kuwa na chembe ya huruma juu ya hisia zangu. Nakupenda Duchu. Sawa, lakini acha niwahi tu nyumbani, maana sijaaga. Ila nakuomba usisahau Ijumaa kwenda msikitini. Hayupo sana. Kumbe aliniaga kama natoka. Hebu nisameni mzee mwenzenu kwa sababu naona huu ni utu uzima tena. Sasa mzee wangu, hayo mambo ya juisi tuachane nayo kwanza. Sisi acha tuende. Mungu akipenda tutakunywa tu juisi sababu hapa ni nyumbani. Hamna tabu. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana baba. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumbua moyo unaungua, sio mapenzi tena. Bonge mama, sasa tunampataje? Sikia Makoti, mimi naamini wewe sio muuaji. Imanini ya muda tu inaweza kubadilika kama tusiposaidiana kutatua hili tatizo. Sawa. Basi nitoe hapa ili nikusaidia kumpata Neli. Yeye ndo muuaji na anahusika na hayo yote. Hapana. Simtaki Neli tu. Nataka kujua mzizi wa hili tatizo. Lazima tuchimbe, tujue haya yote yameanzia wapi. Nitafanya namna polisi wakufumbie macho Makoti, ila kwa muda, ili tushirikiane. Kama kweli uhusiki na haya, basi utakuwa salama, ila lazima tushirikiane. Ndio, niko tayari. Okay. Hivyo na mpenzi. Upo tayari kusikia majibu? Ndio. Ila iwe kweli. Sawa. Yule mzee ule kuja naye jana usiku, kwa mujibu wa vipimo vya DNA inaonyesha dhahiri kwamba ni baba yako mzazi. Baba yangu? Ina maana mama aliamua kunidanganya baba yangu wa kweli mpaka anazikwa? Sawa, nimesamehe. Vipi sasa? Naanzaje kukubaliana na ukweli? Eti yule mzee ni baba yangu. Yaani sina hata chembe ya hisia kwamba yeye ni baba yangu. Vipi kuhusu Makoti wangu? Mungu, kama haya ni majaribu, basi nakiri nimeshindwa. Dada vipi? Unatembeaje uangalie mbele? Samahani. Samahani nini, unazingua ujue? Samahani. Nasma. Ni wewe? Oh Mungu wangu.
Sikuwahi kufikiria baada ya masomo ya chuo kuwa tutakutana tena. Aisee, maisha bana. Yaani tumeachana Dodoma, tunakutana huku. Umefuata nini hapa? Kuna mzigo wa mtu nimeuleta hapa. Unaenda wapi kwani? Mimi naelekea nyumbani. Okay, kama una haraka naweza kukupatia lift hadi huko uendako. Sawa basi, usichelewe. Nakusubiri hapa. Okay, subiri hapa. Ni mimi. Mzee, sina muda wa kupoteza. Nadhani unalijua hilo. Taarifa zenu zimefika makao makuu. Mzee Shija, Mama Duchu na Edgar wote wamekufa. Na wote ni wanachama wetu. Sababu ya vifo vyao ni fala mmoja anaitwa Neli, ambaye sisi tulimfanya awe Neli wa kimataifa. Haitoshi, ila wewe umeamua kushirikiana naye. Mimi sikupenda iwe hivyo. Najua Nile kwa atakuwa kufa ili shirika letu lipate kuwa salama. Lakini kuna kitu kwa nahitaji kutoka kwake. Wow, Babi. Unataka nini kutoka kwake? Unataka one night stand au? Ulitakiwa kumuua. Kumbuka kwa msimu mpya unatakiwa kuanza. Ila hatuwezi kuanza msimu mpya na mtu kama wewe. Nimetuma kukumaliza. Kisha niende kwa yule Neli wako. Taratibu zetu unazijua. Na wewe sasa umevunja masharti. Kamata. Kishike vizuri usije ukakidondosha. Hiyo chupa nadhani songeni kwako. Nadhani unajua matumizi yake. Ongea na bosi. Anipe nafasi nyingine. Mimi sijashindwa kazi. Nafasi hiyo hakuna. Fungua. Ongea na bosi. Fungua. Bila ame kutumia nguvu. Sitaki kuharibu risasi. Ongea na bosi. Anipe nafasi nyingine. Mimi sijashindwa kazi. Nahitaji kufanya kazi tena. Slow baby. Wasalimie kuzini. Bu. Ongea na bosi. Derek, naumia sana. Kila kitu kwenye maisha yangu kwa sasa imekuwa kama mkosi. Pole sana kwa matatizo unayopitia. Kuna wenzio wana matatizo makubwa zaidi hata ya wewe. Kikubwa ni kumwomba Mungu, kumtegemea Mungu. Yeye ndio anaweza kufanya majaribu yako kama mepesi. Acha kuhuzunika Nasma. Sawa? Si unakumbuka chuo? Mimi nisingiziwa nimemchungulia mwalimu. Nilikuwa sina raha, sina amani, lakini wewe mwenyewe ulinifuata na ukaniambia yale ni majaribu yatapita. Hebu tule tuondoke. Mapenzi kovu, ovu, mapenzi uolevu, kisasi haki, huruma wala kitaki. Sifuri, mama, sifuri, sio salama. Sifuri, bora lawama. Sifuri, sifuri mama. Sifuri, mama. Sifuri, sio salama. Sifuri, bora lawama. Sifuri, sifuri.
Dereva, samahani, naomba utusubiri nje hapo kidogo mara moja. Sikia Makoti, mimi naamini kuwa wewe husiki na mauaji. Na kweli sihusiki. Kama tulivyokubaliana kabla ya kufika hapa, shirikiana na mimi ili nifanikishe lengo langu la kujua chanzo cha haya yote, ili utoke kwenye hatia, uendelee na maisha yako. Nipo tayari. Nipo hapa kutafuta uhai wangu kwa mara nyingine tena. Unakumbuka tulipanga nini chumbani? Haya, niambie sasa. Babake Nasma kabla hajafa alimtaja mtu anaitwa Bonge Mama. Naamini tukimpata ndo anaweza kueleza nini chanzo. Haunidanganyi? Hapana. Namba zake ninazo hapo. Ni karatasi. Ulizitoa wapi? Tulirudi usiku na Nasma kwenda kwa baba kutafuta simu. Hapo ndo nilipopata namba za Bonge Mama. Simu ilipotea, ile namba nilibatika kuzisave pembeni. Nimemkumbuka Nasma wangu. Hebu achana hizo mada bwana. Sikia Makoti, nataka tufanye mazungumzo na Bonge Mama. Kama ikiwezekana tukutane naye, halafu mimi nimkamate. Tujue chanzo cha haya yote, kisha kila mtu awe na mambo yake. Nipo tayari kushirikiana naye. Sawa, tupo pamoja. Bonge Mama anapiga. Kumbuka uliongea naye kutaji msaada wake. Ukutana naye, jifanye ujue chochote zaidi ya kuhitaji msaada wake, ili tumjue. Kuwa makini, unaweza kwenda kukutana naye. Pokea simu. Halo, nishakaribia. Umesema chumba namba? Okay. Sawa, nakuja basi. Nipo peke yangu. Ngoja mimi nikaona naye. Nipo nyuma yako. Kuwa makini. Kumbuka kutoipoteza hiyo simu, ndio salama wako. Ili nijue ulipo, inabidi uwe na hiyo simu. Sawa. So itakuwaje? Ndio kama alivyokuambia changamoto zangu. Basi usijali. Kwa kuwa umeshaonana na mimi, chochote utakachokihitaji, usisite kunipigia simu. Madam namba yangu unayo, utanijulisha tu. Sawa, nashukuru. Ukinihitaji kwa sasa, utanikuta. Okay, basi fresh. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumba fumbua, moyo unaungua, sio mapenzi tena, ni roho kuiokoa. Mapenzi kovu, ovu, mapenzi uolevu, kisasi haki, huruma wala kitaki. Sifuri, mama, sifuri.
Baba, nimekubali. Nimekubali mimi. Nimekubali wewe ni baba yangu. Baba, amka basi nikuite baba. Baba. Baba, amka nakuomba baba yangu amka. Baba, sasa mbona leo umekufa? Baba. Utakuwa ni wewe Neli. Lazima ni wewe. Sina cha kuhofia sasa. Huu ni wakati wako. Ni wakati wa wewe kunipa ndugu zangu waliobaki. Na kuja kwa ajili yako. Neli! Não. Mlango quase ninguém. Vizuri, umefika. Unaonekana unajali sana muda. Kijana mzuri, nimeipenda tabia yako. Ila sasa kuna tatizo hapa. Tatizo gani? Mbona tumekubaliana vizuri kwamba tukutane hapa ili unisikilize? Sasa mbona mimi sielewi kinachoendelea hapa? Kijana, kuna tatizo kama nilivyosema. Au kuja peke yako. Iwe kulingana na makubaliano ya kuonana kwetu. Hali ambayo inanipa wasiwasi. Sikiliza kijana. Mwanamke uliokuja naye ni nani? Na kwa nini umekuja naye? Epuka kunidanganya. Mwanamke gani bonge mama? Mbona mimi nipo peke yangu? Sijaja na mtu yeyote. Kweli tena sudanganya. Makoti. Mimi sio mtoto. Ila kama umeona hivyo, basi sipo tayari kuacha bila adhabu. Mlango upo wazi sasa, fungua uondoke. Hatuwezi kukutana kwa njia hii. Nina njia yangu. Sawa. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumba, fumbua, moyo unaungua. Sio mapenzi tena, ni roho kuiokoa. Mapenzi kovu, ovu, mapenzi uolevu. Kisa chako kinaumiza sana rafiki yangu. Na mimi uwezo wa kusaidia kwenye hili sina. Na unajua toka chuo mimi ni mwoga sana. Naweza kukusaidia makazi tu kama jinsi ulivyoniomba. Ninashukuru sana. Kwa sababu nilikuwa nahitaji sehemu ya kulala
na pesa kidogo, kisha mengine nitafanya mwenyewe. Sawa. Mimi nitakuwa nalala kwa rafiki yangu hizi siku 2-3. Wewe utaishi hapa mpaka hapo utakapoona unahitaji kuondoka. Nitakuwa nakuja kukujulia hali. Asante sana rafiki yangu. Umekuwa msaada mkubwa sana kwangu. Endelea na moyo wako huo huo. Mimi sina cha kukulipa, ila Mungu atakulipa. Basi acha nichukue vinguo vyangu kadhaa kwa ajili ya kubadilisha siku 2-3. Sawa, nashukuru. Nimekuja na taarifa mbaya kiukweli. Mume wako na nyinyi watoto, baba yenu ameamua kufa kuacha katika mikono yangu. Unadhani mimi ni kichaa eh? Mimi sio kichaa, bali dunia imenifanya kuwa kichaa. Lengo la mume wako ilikuwa ni kukutoa katika mikono yangu, lakini ameshindwa kunisaidia kukamilisha kazi yangu, amekimbilia kufa. So, mimi nitawaacha hapa. Mkishindwa wenyewe kujitoa kwa kushindwa kufungua mlango, mtajijua wenyewe. Lakini Neri, mbona mimi na watoto wangu hatujakukosea chochote? Ina maana tulichokifanya sisi ni dhambi kubwa sana. Alafu hata kama haiwezekani mimi kupata msamaha na familia yangu, wacha watoto wangu waende, nibaki mimi hapa na kuomba tafadhali. Oh, jamani, mimi na watoto wangu nitafanya nini? Oh. Nisikilize. Utajua wewe na watoto wako. Kwanza mume wako anahusika kunipotezea kila kitu katika maisha yangu. Kwaheri. Nei, please usiondoke, usifanyie hivyo, utakufa huku Nei. Usifanyie hivyo Nei. Bora lawama. Sifuri mama. Mama. Sio salama. Oya wanangu, sikilizeni. Hapa tunagawanyika. Sawa? Lengo kubwa kumtafuta Makoti na msichana mmoja anaitwa Neli. Tumeelewana? Ya. Tunachelewa. Tumeelewana? Tunachelewa mzee. Haya, kila mtu na njia yake. Baridi mkuu. Cheupe. Karibu ndani. Asante, nimechelewa sana kazini. Nikitoka nitaingia. Ila kwa sasa naomba unisikilize kwa makini mpenzi wangu. Niambie. Baba anataka mahari yake. La si hivyo ataniozesha kwa mwanamume mwingine. Na mimi siko tayari. Sijui utafanyaje. Kama ni huba, bora ukope. Sasa fanya hivi. Wewe nenda kazini. Jioni ukirudi nyumbani utakutana na taarifa nzuri. Kweli? Kabisa. Kweli mpenzi wangu? Kabisa. Mbona nihakikishie kwanza wewe sio muuaji mpenzi wangu. Tuongea. Nataka tuhame hapa. Tuondoke. Huu ni mtego. Umeniweka kwenye mtego Nasma. Hiyo kweli ni mtego. Mimi niko tayari kuondoka. Lakini sije ikawa kweli. Niamini mimi. Tuondoke kwa sasa. Mambo yakiwa mazuri tutarudi. Kwa ajili yako niko tayari kuondoka kwetu bila ruksa. Bila ruksa vipi wakati mimi mahali nimeshatoa? Hapo hapo. Pesa za mahali ulitoa wapi? Nasma, tutaongea. Mfanya kwanza tuondoke Nasma. Hivi unanielewa lakini? Pesa. Kuja nikachukua vitu vya muhimu na kuja nisubiri hapa dakika moja. Changamka.
Unajua kwenye simu ya babako hatuwezi tukakosa namba ya yule bunge mama. Ni wazo zuri. Kila Makoti. Mimi ni yatima ujue. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Utakuwa yatima, ila sio yatima wa mapenzi. Kama upo na mimi siwezi kukuacha. Kwa sasa mtuhakikisha tunalimaliza ili kwanza mama. Sawa? Mbona sielewi? Mbona kila kitu kwangu kimekuwa sifuri? Makoti wangu yuko wapi? Sijui yuko hai ama amekufa. Si rahisi kusema kwa heri kwa mtu ambaye moyo wangu bado unamlilia. Aliniachia maswali na majibu aliyobeba karibuni. Lakini ni nani anayafanya yote haya? Kosa ni kuruhusu Neli kuwa hai baada ya kurudi kutoka nje nchi. Limeonekana bua analisafisha. Na wafanyakazi wetu wa msimu uliopita kama hawafai wapotezwe. Ikiwezekana ubaki wewe peke yako. Maana Mama Duchu na wengine wameuawa na Neli. Na hii yote anafanya kwa ajili ya kulipa kisasi chake. Bila shaka. Ndiyo bosi, nipo tayari kufuata utakachosema. Msimu wa pili unatakiwa kuanza. Na hazina zetu kule kijijini zinatakiwa zitolewe zisambazwe katika majumba yetu ili zituingizie pesa. Tafuta wafanyakazi wapya. Na hakikisha awamu hii hatokei Neli mwingine. Na huyu Neli anatakiwa afe. Ndiyo bosi. Unaweza kuondoka. Kabla sijaondoka bosi, nahisi kuna watu wawili walikuwa wanatufuatilia. Ni adhabu gani utapenda niwapatie? Naamini unaifahamu adhabu niipendayo. Mna shida bosi. Sterling Makoti. Naitwa Duchu hapa. Kwa majina anaitwa Tariq Ramazani. Ni director wa tamthilia hii ya Sifuri. Nashukuru sana mashabiki zetu kwa kuipokea tamthilia yetu ya Sifuri msimu wa kwanza. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Pia naombeni mjiandae kwa kupokea Sifuri msimu wa pili. Maana nataka nitambe katika huu msimu wa pili. Moto unawaka. Kuja na drama kali, majonzi, utafurahi. Kamera idanganyi. Nimepiga picha kali sana. Engo tamu na sini za kutazamwa mara mbili. Wewe kicheche, kama unanisikia, kaa chonjo. Maana hii vita ni ya heshima na mapenzi. Na sasa tunakuja tena na msimu wa pili. Tumeboresha zaidi. Tumejifunza kutokana na nyie mashabiki. Pia na kuhusu dakika tunalifanyia kazi, tutaongeza hivyo vitu. Usikose kuangalia msimu wa pili
nimefanya mabalaa makubwa sana. Mashabiki zangu, msikose katika huu msimu wa pili. Tunaomba sana muendelee kutusapoti mashabiki zangu. Tunawapenda sana. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana ndo utawajua ambao wema hawana. Fumbua moyo unaungua, sio mapenzi tena, ni roho kuiokoa. Mapenzi kovu, ovu, mapenzi uolevu, kisasi